Now, Washington says this week is critical for talks on ending the war in Ukraine. Over the weekend, U.S. President Donald Trump met Ukraine's Vladimir Zelensky at St. Peter's Basilica in the Vatican as the pair attended the funeral of Pope Francis. Now, in the aftermath of that meeting, Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza kusitisha mapigano kwa muda wa siku 3 katika vita ya Ukraine. Kremlin imesema usitishaji huo wa mapigano utaanza asubuhi ya Mei 8 hadi 11, kipindi kinacholingana na maadhimisho ya ushindi wa kumalizika kwa vita ya pili ya dunia. BBC imeripoti kuwa kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje ya Ukraine Andriy Sybiha ametoa wito wa kusitisha mapigano mara moja kwa kipindi cha angalau siku 30. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Marekani White House, Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amekuwa akijaribu kusuluhisha pande hizo mbili amesema anataka kuona usitishwaji wa mapigano kwa kudumu. Kremlin iliwahi kutangaza usitishaji wa mapigano kwa saa 30 wakati wa Pasaka, lakini japokuwa pande zote ziliripoti kupungua kwa mapigano, walishtumiana kwa kuvunja makubaliano mara kadhaa. Usitishaji wa mapigano umewahi kujaribiwa zaidi ya mara 20 nchini Ukraine, yote yalishindikana, mengine yakiwa ndani ya dakika chache baada ya kutangazwa. Usitishaji wa hivi karibuni wa Pasaka ulikuwa na upeo mdogo sana na haukuleta tofauti kubwa, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kuvunja makubaliano. Katika taarifa yake Jumatatu, Kremlin imesema Putin ametangaza usitishaji mapigano kwa kuzingatia sababu za kibinadamu. Na nukuu, Russia inaamini kuwa upande wa Ukraine unapaswa kufuata mfano huu. Iwapo kutakuwa na uvunjaji wa usitishaji wa mapigano na upande wa Ukraine, vikosi vya ulinzi vya shirikisho la Russia vitajibu kwa haraka, madhubuti na muafaka. Upande wa Russia unasisitiza tena utayari wake wa kufanya mazungumzo ya amani bila masharti yanayolenga kuondoa mizizi ya mzozo wa Ukraine na kushirikiana kwa ujenzi na ushirika wa kimataifa. Mwisho wa kunukuu. Baada ya taarifa hiyo kutolewa, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Sybiha amesema iwapo Russia kweli inataka amani, inapaswa kusitisha mapigano mara moja. Kwa nini kusubiri hadi Mei 8? Ikiwa mapigano yanaweza kusitishwa sasa, basi yafanyike kwa angalau siku 30 ili iwe ya kweli, si kwa ajili ya gwaride tu, ameandika kwenye mtandao wa X. Ameongeza kuwa Ukraine iko tayari kuunga mkono usitishwaji wa mapigano kwa kudumu, kwa kweli na kamili, na hili ndilo tumekuwa tukipendekeza kila mara, kwa angalau siku 30. Msemaji wa ikulu ya Marekani Karoline Leavitt amesema Trump anazidi kukatishwa tamaa na viongozi wa nchi zote mbili, na nukuu, anataka kuona usitishwaji wa mapigano wa kudumu. Naelewa kuwa Vladimir Putin asubuhi hii ametangaza usitishwaji wa muda. Rais ameeleza wazi kuwa anataka kuona usitishwaji wa mapigano wa kudumu kwanza ili kusitisha mauaji na umwagaji wa damu, amesema Leavitt. Tangazo hili la karibuni limetolewa wakati Marekani ikieleza kuwa hii ni wiki muhimu sana katika mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine. Washington imekuwa ikijaribu kusuluhisha mgogoro huo, lakini serikali ya Trump imetishia kujiondoa iwapo hakutakuwa na maendeleo. Putin ameonekana kuwa na nia ya kuonyesha kuwa Russia inataka amani na anatamani Trump apokee ujumbe huo, kwa kuwa Ukraine tayari imekubali pendekezo la Marekani la usitishwaji wa mapigano kwa siku 30. Hii itakuja baada ya Trump kuonyesha kuchoshwa na mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine. Russia ilianzisha uvamizi kamili wa Ukraine Februari 24 mwaka 2022 na kwa sasa ikidhibiti takribani 20% ya ardhi ya Ukraine, ikiwemo rasi ya Crimea ambayo aliitwaa mwaka 2014.
Inakadiriwa kuwa mamia ya maelfu ya watu, wengi wao wakiwa wanajeshi, wameuawa ama kujeruhiwa tangu mwaka 2022. Taarifa hii imeandaliwa na Herin Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Rajab Athmani. Administration right now is they wing it while making it look like they have much more of a broad, concrete, conceptual plan behind it. We'll see how this pans out in this critical week. I mean, we know his envoy, Steve Witkoff, had a 3-hour meeting with Vladimir Putin on Friday, so we'll see. Thank you very much for that, Douglas Herbert there.